Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Kafika katika maeneo kadha wa kadha ambapo ulimwengu huu haukosi visanga na vimbwanga. Naam, katika maeneo ambayo nilifika, nilianzia eneo la Hidabo kule Lamu. Inaitwa Hidabo, eneo la kule Lamu. Na kabla basi nigusie pale, iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nami, hakikisha kwamba umeweza kulike, subscribe pale chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, weka comment yako pale na Bwana akutende wema. Naam, ilikuwaje? Eneo la Lamu kule kuna lofa mmoja aliyejidai kuwa mwingi wa mahaba kwa punda wake mtaani hapa. Alipata funzo pale mnyama huyo alipomng'ata mdomo akijaribu kumbusu. Iliwalazimu walioshuhudia kuingilia kati na kumcharaza viboko punda huyo ambaye alikuwa amemuuma jamaa mdomoni. Akakataa kumwachilia, ndio amwachilie. Jamaa alipiga nduru ya mwaka kuashiria uchungu mwingi aliokuwa akipitia. Yaani unajua kinachoshangaza pale ni kwamba huyu jamaa, unaona vile wazungu anakuwa na pet zao, anaweza kuwa na dogi pale kale kachiwawa, anakabusu hivi, anakahaga na lala nayo kwa kiti na kadhalika. Sasa huyu naye akawa amefuga punda. Wanasema mtunze punda, punda akutunze. Sasa naye akaonyesha anapenda punda wake sana. So akaenda kumbusu. Akienda kumbusu, punda akamng'ata mdomo na akamuma na akakwamilia. Ilibidi waliosikia nduru waje wachapa huyo punda, ndio punda akafanya nini? Akamwachilia. Surely punda ni punda, achana naye. Acha, wewe si mzungu. Ni wapi Lamu? Wewe si mzungu. Acha kujifunza mambo ya wazungu. Ujui walilelewaje hao. Naam, kitafakari juu hayo mpendo mtazamaji, nikavuka mpaka Athi River Machakos. Athi River Machakos, kuna buda mmoja anajuta kushirikiana kibiashara na demu aliyekuwa na akili, aliyemsifia kuwa na akili na mbinu za kuvutia wateja. Bila kujua alikuwa mjanja kupindukia, wawili hao walifungua kibanda cha nguo za mitumba, jombi huyo akitoa mtaji huku demu huyo akiahidi kusimamia mauzo. Ametoa pesa, ametoa capital, lakini demu huyo anasimamia. Ngoja, kumbe demu huyo anaficha pesa pole pole, anajipanga. Please, usifike mahali kwa uhusiano na mtu pia ukaamua eti nataka tufanye biashara pamoja na hamjaoana. Utajua ujui. Kwa hivyo jamaa alioshwa, Polo ashtuka kugundua kwamba ameoshwa na demu muhuni. Demu huyo ni mjanja. Alijua ajui. Kitafakari juu ya hayo, nikavuka mpaka eneo la Murwaru, inaitwa Murwaru kule Embu. Murwaru Embu, Polo mmoja wa hapa alichapwa viboko na kaka zake kwa kumtelekeza mkewe akiugua, na inasemekana kwamba mke wa jamaa huyo alianza kusumbuliwa na majirani na maradhi yaliyomfanya ashindwe kutekeleza majukumu yake ya kila siku. Badala ya kumshughulikia, Polo aliondoka nyumbani. Hatua hiyo iliyowakasirisha sana kaka zake waliomwandama na kumkemea vikali kwa kukosa utu na uwajibikaji. Yaani umekuwa na mke wako akiwa mzima tu, so amefika mahali amekuwa mgonjwa, God forbid, alafu ndio unamtelekeza. Surely tabia gani hiyo? So alipowacha kaka zake ndio walifuata, wakasema utajua ujui, mbona amekuwa mzima ukakaa naye, sasa ni mgonjwa. Nafikiri ndugu kama hao ni wazuri, lazima ndoa isimame. Ukitafakari juu hayo, basi nikavuka mpaka wapi? Mpaka Kilifi. Watu wa Kilifi, nilianzia Lamu, sasa nimeenda Kilifi. Kuna basi shughuli za maombolezo kijijini hapa iligeuka purukushani baada ya kundi la watu waliojiita waombezi na kujidai kuongozwa na roho na nguvu za Mungu kulazimishwa walale na maiti waifufue. Kizaazaa kilianza walipoanza kupita chini ya kitanda kilicholazwa mwili wa marehemu, wakiingia upande mmoja na kutoka mwingine, huku wakidai kuna wachawi waliohusika na kifo. Waombolezaji waliwavumilia kwa muda, lakini ilipofika saa 3 usiku, vijana waliokerwa na vituko hivyo walikusanyika na kuwatia adabu. Kwa hasira waliwaamuru waingie ndani ya nyumba kulikokuwa na mwili, waendelee kuomba hadi wafufue. Jani wanasema, nyinyi unasemaga mnaweza hii na hii, kwa hivyo sasa fanyeni hivi. Wakawachapa, wakaambia fanyeni, ingieni kwa nyumba na muombe mpaka maiti ifufuke. Okay, maiti lazima kufufuka. Ni Mungu anafufua. Wanadamu tuombe, lakini Mungu afufue. Naam, tuachie Mungu. Nikitoka kule basi nimalizie kule nchi jirani.
Addis Ababa, kule Addis Ababa Ethiopia. Addis Ababa kule Ethiopia, ambapo kuna kisanga kilishuhudiwa hapa baada ya demu moja kumwandama Jombi aliyekuwa akirejea kwao kufuatia kuisha kwa kandarasi yake ya kazi na shirika la kimataifa. Inasemekana jamaa huyo alikuwa ameajiriwa na shirika hilo kwa miaka miwili, na akiwa nchini alianzisha uhusiano na demu huyo akiahidi kumwoa waje kuishi Kenya. Demu huyo aliyekuwa akihofia huenda kutemwa na jamaa huyo alipata habari za kuisha kwa kandarasi ya mpenziwe na akawasili mapema uwanjani kumsubiri na hamu. Mara tu alipowasili, demu huyo alimkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu akitaka kuhakikishia kwamba hatamwacha. Walioshuhudia walisema wawili hao walionekana kugubikwa na hisia kali, demu akimtaka jamaa aweke wazi mustakabali wa uhusiano wao hadharani. Anasema umekaa nje sana, so nataka nijue bado msimamo ni ule ule ama vindu vichenjanga. Hey, okay. Haya, sijui msimamo ulikuwa ni ule, wewe unafikiriaje? Jijazie pale. Ni kwenye pita za kwangu. Ni VMM, kipenda Victor Mado Mandala. Naposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you. Tuonane next time panapo majaliwa. Hakikisha kwamba hujaondoka hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe. Ukiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share. Weke comment yako pale na Bwana akutende wema. VMM, na upenda zaidi subscribe. Bye bye.